Katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kiafya kutokana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia, Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua madhubuti kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kupitia mpango wa taifa wa miaka 10, serikali inalenga kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2034, asilimia 80 ya Watanzania wanatumia nishati safi kama gesi asilia na teknolojia mbadala rafiki kwa mazingira. Hili ni jambo linalogusa maisha mamilioni ya watu, hasa wanawake na watoto waliokuwa wakikabiliwa na moshi hatari kila siku jikoni. Nchini Tanzania, utegemezi wa kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia ni zaidi ya 90%. Hatuwezi kupuuza madhara na gharama kubwa ya kutumia kuni na mkaa, hasa kwa afya na ustawi wa wanawake na wasichana. Katika kukabiliana na hili, Tanzania tumeweka mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia unaolenga kupandisha kiwango cha matumizi ya nishati safi ya kupikia kutoka 10% ya sasa hadi 80% ifikapo mwaka 2034. Lakini kuna changamoto kubwa. Wengi wanapata wakati mgumu kuachana na kuni za jadi walizozoea kwa sababu ya gharama za vifaa vipya, upatikanaji wa gesi vijijini na imani potofu kuhusu usalama na ubora wa vyakula vinavyopikwa kwa gesi. Kama msemo wa Kiswahili unavyosema kuwa kila changamoto huja na fursa, na katika changamoto ya matumizi ya nishati chafu ya kupikia, Tanzania imebarikiwa kuwa na vijana wanaoiona fursa hiyo kwa macho ya matumaini. Mmoja wao ni George Mtemahanji, kijana ambaye aliona kuwa suluhisho halisi la nishati safi ni kuni smart. Kupitia ubunifu wake wa kuni smart, kuni mbadala zinazotokana na mabaki ya mbao na maganda ya karanga, amejibu swali la mamilioni ya Watanzania kuwa tunawezaje kupika kwa usalama, kwa gharama nafuu na bila kuharibu mazingira. Sasa mimi niko na meneja msambazaji wa hii product ya kuni kutoka hapa Kuni Smart. Nataka tufahamu mengi sana kuhusiana na Kuni Smart na kuhusiana pia na kampuni yao ambao wenyewe wanazalisha hii hapa. Kwa majina naitwa Revocatus Patrick Maige, ni meneja usambazaji kutoka kampuni ya Mutina ambayo tunasambaza nishati safi ya kupikia iitwayo Kuni Smart. Okay, sawa. Tunatamani kufahamu Kuni Smart, idea imetokea wapi, mmiliki sahihi wa hii Kuni Smart, na nini ambacho mlikiona hata kuja na hii Kuni Smart? Idea ya Kuni Smart ilikuja pale baada ya serikali kuanza kutoa zuio kwa taasisi mbalimbali, katazo la kutumia kuni, katazo la kutumia mkaa kwa ajili ya kutunza mazingira. Kwa tukaona sambamba, baada ya changamoto kupatikana, tukaona sasa tubuni njia mbadala ya nishati safi ya kupikia, tukaja na wazo la Kuni Smart. Kuni Smart hizi ni kuni ambazo zinatengenezwa kiwandani kwa kutumia taka kavu ambazo zinatokana na shughuli za kilimo, mfano maranda ya mbao, vifuo vya nazi, mabaki ya karanga ile maganda yake. Umeona, muda mwingine tunatumia mpaka maganda ya nani yale ya miwa. Kwa ile inaingizwa kwenye mashine, inabanwa, ndio zinatoka zile kuni ambazo mnasema hazitoi moshi. Yaani ni kitu gani ambacho mlikifanya hata kwamba hazitoi moshi kuthibitisha kwamba hii ni nishati safi? Nafikiri hata mtazamaji unaweza kuona namna ambavyo video hapo inaonekana kuni hizi hazitoi moshi. Mlifanya kitu gani kuhakikisha kwamba kuni hii haitoi moshi licha ya kwamba product zake zote zinatoa moshi? Sio kwamba hazitoi moshi, ila moshi wake ni ule ambao hauna madhara na sio mwingi kama kuni za kawaida. Kwa moshi wake ni ule ambao hauna madhara kwa matumizi ya binadamu, kwa hawaathiri afya ya binadamu. Lakini pia hizi kuni zina miundombinu yake ya kutumia. Ukizikosea moshi wake utakuwa ni itakuletea madhara zaidi. Kwa sisi tunatengeneza hizi kuni, lakini pia tunatengeneza miundombinu ambayo itasupport hii nishati kutumika vizuri. Kwa sababu hizi kuni tunajua yale maranda yasipopata hewa vizuri lazima moshi utotoka. Kwa sasa hizi ili ziwake vizuri zinahitaji moshi. Kwa kuna aina ya majiko ambayo yanatengenezwa kwa ajili ya kusupport hizi Kuni Smart. Kwa mfano yale majiko ambayo yanatumia feni, huwezi kuona moshi kabisa. Kwa hapo ni kupika tu kama gesi. Kwa hiyo hii hapa inahitaji pia unapoichukua hii inabidi kuwe na jiko lake maalum la kutumia. Jiko lake maalum kabisa, hasa kwa matumizi ya nyumbani. Okay. Na kwa nini kwa upande wenu, kwa namna ambavyo mnaitumia mlivyo produce hii, zingatia pia aina ya jiko, kwa maana mna produce yote, ama ukinunua kuni unaelekezwa wapi ukanunue na jiko?
Na majiko yapo, tumeelekeza majiko yapo kabisa, tunayo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini pia kwa matumizi ya taasisi kama shule. Shule ikiwa na uhitaji na haina miundombinu ya kutumia hizi nishati, basi hizo nishati tutawajengea sisi wenyewe majiko maalum, then wataanza kutumia hizo kuni smart. Ubunifu huu wa SmartCon haukubaki kama wazo tu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kimataifa wa Mission Africa Energy Summit uliofanyika jijini Dar es Salaam, serikali iliwaonyesha vijana hawa heshima ya kipekee. Iliwatunza hadharani kama mojawapo ya wabunifu waliotoa mchango halisi katika nishati safi ya kupikia. Ni ushahidi kuwa SmartCon sio ndoto ya vijana, bali ni suluhisho lenye baraka za taifa, likitambuliwa na viongozi wa ndani na wa kimataifa. Serikali inatusupport sana, na mwezi wa pili kama mwezi wa pili kulikuwa na jukwaa kubwa la nishati safi, na wote liliona ilikuwa inaitwa Nishati Safi Summit, ambayo ilifanyika pale Mwalimu Nyerere. Na mmoja wa kurugenzi ambao walikuwa wanahusika na hizi kutengeneza hizo kuni alipata zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Maana ya kufanya kitu kizuri sana. Kitu kizuri, kugundua njia mbadala ya kutumia katika mapishi instead ya kutumia kuni na mkaa. Umeiona hiyo? Ni kitu cha msingi sana, nafikiri na wewe pia unatamani kuiona. Mimi nimeishika hapa na nimeiangalia na nimethibitisha kwamba ni ubunifu wa hali ya juu sana, ambapo inawezekana kwa namna moja ama nyingine ikaja kuwa mkombozi, kwa sababu sasa hivi watu wengi wanafikiria kwamba ni gesi tu. Gesi ndio itakuwa njia mbadala kwa ajili ya kuondoa ile nishati chafu, lakini kuna hiki kitu kingine, kuni smart. Sawa, mtazamaji anatamani kufahamu anawezaje kuipata hii? Yani anaipata kwa mnauzaje, namna ambavyo mnasambaza hii kuni? Hii kuni smart tunauza kilo moja kwa shilingi 900, lakini pia sisi tupo Msasani. Lakini pia naweza kuipata kwa njia ya mawasiliano, namba ya simu 0622 583 lakini pigia moja kwa moja atanipata. Maana mnafanya delivery? Fanya delivery bure kabisa. Sawa. Production mnaifanyia wapi? Manake hapa tumeshika hii, lakini production mnaifanyia hapa Dar es Salaam ama inafanyika wapi? Production inafanyika mkoani Mwanza, ndio kiwanda kilipo. Kwa nini Mwanza na si Dar es Salaam? Swali kidogo hapo natamani kufahamu. Mwanza kuna nini hata mkaiweka kule na ofisi mkaziweka Dar es Salaam? Okay. Mwanza upatikanaji wa malighafi au raw materials za kutengeneza hizi kuni smart zinapatikana kwa urahisi zaidi, lakini pia ni nyingi sana tofauti na Dar es Salaam. Lakini pia kwa Mwanza ni kwa sababu kampuni mama ilianzia kule, then tukaamua tuanzie kule kwanza. Kampuni iliona kwanza tuanzie Mwanza, then Dar es Salaam itakuwa mkoa wa pili. Okay, kwa hiyo kwa maana ya Dar es Salaam sasa imekuja mara baada, lakini impact ilianzia Mwanza. Impact ilianzia Mwanza, na Mwanza kwa sasa hivi wanafaidika na huduma yetu. Sawa, tunatamani kuona feedback ya jamii mara baada ya kuproduce hii hapa product ya kuni. Jamii imepokeaje, mapokezi yake na mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo mnaona? Je, jamii imeridhishwa na hii kitu? Mapokezi kwa kweli ni makubwa sana, hasa kwa taasisi kama shule, kwa sababu taasisi kubwa kama shule zinatumia nishati nyingi sana katika kupika chakula cha wanafunzi. Kwa hiyo unakuta wanavyotumia kuni smart, gharama zake zinakuwa pungufu tofauti na kutumia kuni za kawaida ama kutumia gesi. Kwa sababu ukijiuliza, ukichukua kilo moja ya kuni smart kwa shilingi 900, ukilinganisha na bei ya labda mkaa ya kuni, ni bei kidogo ambayo iko chini. Kwa sasa hata katika mapishi wanatumia gharama ndogo zaidi kuliko kutumia gesi ama kutumia mkaa wa kawaida. Hivi kwa hii ambayo naiona hapa, ambayo nimeishika hii, mpaka ifikie kilo hizi zinakuwa ngapi? Siwezi kujua ni ngapi, lakini ni kukadiria nafikiri unafanya, lakini kwa kukadiria hii nimeishika moja hapa mpaka zifikie kilo moja ambayo inauzwa 900. Inaweza karange kuanzia 10 mpaka 15. Okay. Sawa. Nafikiri inawezekana ni njia sahihi, ama tuseme ni kama affordable kwa jamii zetu hizi. Na naona kwa namna ambavyo maelezo yako alivyo, mmekuwa mkifanya sana hii biashara kwenye taasisi. Vipi kwa upande wa wao binafsi, kwa maana
familia au familia labda au useme kwa vijana wa Dar es Salaam ambao tunaita mageto hivyo kwa lugha ya mtaani tunatumia tu kwamba ambao wanaishi ghetto, pengine nao wamekuwa kifaidika na hili na mapokezi yao yakoje? Kabisa wanafaidika, kwa sababu mtu akihitaji hizi kuni atalazimika kuchukua na jiko lake. Kwa akitumia jiko lake lile, gharama za mapishi zinakuwa chini sana kwake, tofauti na kutumia mkaa au gesi. Wala jiko ni shilingi ngapi? Jiko moja ni shilingi 70. Kwa hiyo sawa, kilo moja unaweza kutumia yani kwa mfano kwa pale shule tutumie tu kwa ukubwa wa taasisi, labda kiasi sahihi labda kikubwa ambacho mtu anaweza kutumia hapo, labda kilo ngapi ambazo zinaweza affordable? Inategemea na idadi ya wanafunzi. Kwa mfano shule labda kuanzia wanafunzi 200 mpaka 300, wao mara nyingi kwa siku wanaweza kutumia kilo 30 mpaka 50. Okay. Kwa mtu binafsi mwenyewe anaweza kilo moja inaweza kumtosha? Kilo moja, yes, inamtosha, anapika vyakula vyote. Haya, ndugu zangu wa magetoni, tumefikiwa sasa. Wale ambao tunahisi uvivu wa kujaza gesi, 900 hii hapa inatosha kabisa. Unafanya matumizi yako kabisa ya kupika. Nafahamu wewe ni kijana na hii iliyotokea ni fursa ambayo pia vijana wengi wanatamani katika kipindi hiki ambacho ajira imekuwa ni changamoto sana, na inawezekana pia ukosefu wa ajira ukawa pia umemuibua mbunifu wa hichi kitu. Naye pia umeliona hili. Kitu gani ambacho nataka kuzungumza kwa vijana ambao wamebweteka hivi sasa, wanatamani kujikwamua kimaisha, lakini kama tunategemea sana ajira? Hii pia ni fursa kwa vijana wenzangu ambao wako mtaani, ambao wanahangaika na ajira. Hii ni fursa kwa sababu pia sisi hapa tunatoa nafasi ya maagent. Kwa hiyo mwenyewe anaweza kaona hii ni fursa, akaamua kutafuta wateja ambao watahitaji hizi kuni smart. Tunafahamu serikali sasa hivi inapinga matumizi ya kuni, inapinga matumizi ya mkaa. Kwa sasa hivi watu mbalimbali, mataasisi, mashirika ya umma, mashirika binafsi wanatafuta njia ambayo itaweza kuzuia matumizi ya mkaa, itaweza kuzuia matumizi ya kuni. Kwa sasa yeye ni jukumu lake kutafuta hizo taasisi ambazo zinatafuta njia mbadala, akawalinki kwetu, ikawa ni fursa kwa kupata ajira. Kama ilivyo kwa mabadiliko yoyote makubwa, ubunifu wa SmartCon nao haujakosa vikwazo. Ingawa ni suluhisho la kisasa la gharama nafuu na rafiki kwa mazingira, changamoto kubwa imebaki kwenye uelewa wa jamii. Watu wengi bado hawajajua namna sahihi ya kuzitumia. Wengine huanza kutumia bila mafunzo na matokeo yake ni malalamiko, kutoa lawama na mashaka kwa wabunifu hawa. Changamoto kubwa ambayo watu tunakumbana nayo kwa wateja wetu, unakuta mtu kanunua kuni smart afa na kwenda kutumia jiko la kawaida, jiko ambalo halisapoti hizi kuni smart. Kwa unakuta inampa shida kwenye matumizi yake, na kuwa magumu kidogo tofauti na jiko lake lenyewe. Unakuta wateja wanalalamika, unakuta tu mtu nikuto kujua namna sahihi na unatumia sehemu gani katika matumizi ya hizi kuni. Hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini pia sisi tunamshukuru Mungu, serikali bado inatusapoti na inatuona. Kwa sasa serikali iko upande wetu. Tunashukuru sana, tunashukuru pia juhudi za Rais wetu Samia Suluhu Hassan, anasupport kabisa wapambanaji ambao wanatafuta njia mbadala za nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kongole kwao. Sawa, zungumza na wateja wako hivi sasa ambao wanakutazama, na wale wote ambao wanatumia kuni smart. Nini ambacho natamani kuambia hivi sasa? Ninachotamani kuambia wateja wetu wa kuni smart waendelee kutumia kuni smart. Bado mambo mazuri yanaendelea kuja, tunazidi kubuni njia mbalimbali za matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini pia kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kutumia kuni smart, tunawakaribisha sana. Namba zetu zinapatikana muda wote, apige simu na sisi tutawasikiliza. Akihitaji mzigo muda wote tunawapelekea. Karibuni sana. Hebu taja na mitandao yako ya kijamii kabisa na namna ambavyo wanaweza kuwapata kwa urahisi kwa wale ambao wanatamani sana kutumia kuni smart. Kwa Instagram tunapatikana kama kuni smart da, lakini pia namba za simu ndio 0622583220. Shukrani sana. Sawa mtazamaji, nafikiri tumepata madini mengi sana kuhusiana na kuni smart. Kitu kipya hiki hapa tayari kabisa kama mbadala wa wale ambao wanafikiria gesi ndio njia pekee kabisa ya nishati safi ya kupikia. Hii hapa nyingine chukua, mimi naenda kuanza kuitumia leo na nitachukua kilo zangu 2 zitanifaa kwa matumizi ya pale ghetto wakati
nikisubiria familia kubwa na mimi niweze kutumia hii Koni Smart. Nayo unayo nafasi ya kufanya hivyo kama ambavyo umetaja mitandao yao ya kijamii, basi fanya hivyo. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosa. Nikukumbushe tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram andika Rosholi_TV_. Vivyo hivyo TikTok tunatumia Rosholi TV, sawa kabisa, na hapa YouTube tukitumia Rosholi TV. Kama ndo kwanza unaungana nasi, fanya subscribe. Basi na kusahau nyuma ya kamera ni Designer Snake. Mimi sina la ziada, tukutane tena siku nyingine.